Uko tayari sasa tuendelee na darasa? Basi ninaomba nianze kwa kukuletea kwanza ushuhuda moja. Kijana mmoja Tanzania aliyetoka katika familia maskini sana. Alikuwa akisoma katika shule moja hapa nchini na shule msingi, alikuwa amefaulu vizuri kabisa, akaenda level na hapo akafanya vizuri, baadaye akaenda high school katika shule moja hapa nchini, akawa amefaulu vizuri sana. Kijana huyu kwa vile familia yake ilikuwa maskini, kwa hiyo alikuwa hana uwezo wa hata kujisomesha hata kidogo, na bahati mbaya sana baba yake alikuwa amekwisha fariki, amebaki na mama yake, kwa hiyo mtoto wa mjane. Sasa kidato cha 6 alionekana kwamba yuko vizuri sana darasani, na alipofaulu katika mtihani wa kidato cha 6 ili aende chuo kikuu, walijitokeza wafadhili wa kumfadhili masomo yake mpaka atakapomaliza, na mathalan walimwahidi mpaka atakapomaliza PhD. Amen. Wakamwambia yule mama mjane kwamba wewe usihangaike tena, wewe kijana, yeye akili yake tu mtaji, na sisi tutamsomesha mpaka atakapomaliza. Basi walikubaliana na yule kijana kwamba anataka kusoma shahada yake ya kwanza katika nchi gani. Akachagua hapa Afrika, nchi ya Afrika Kusini, akachagua South Africa. Wakafanya application ikapita, akaenda zake kule South Africa, akaanza kusoma. Anasoma shahada yake ya kwanza, na alikuwa amepewa sharti na wale wafadhili kwamba haruhusiwi kukaa nje ya campus, haruhusiwi kukaa nje ya mazingira ya chuo. Alitakiwa akae katika mazingira ya chuo kwa maana ya hostel, asitoke nje. Ni kijana wa kiume, sio wa kike, ni kijana wa kiume. Kijana huyo aliheshimu, na kwa vile alipenda sana Mungu ndani yake, kwa hiyo hakutaka kukinzana, hakutaka kubishana na wafadhili wake, akaamua kukaa nani. Akasoma shahada yake ya kwanza, akamaliza. Kipindi akiwa shahada ya pili, kwa maana ya master's degree, akiwa shahada ya pili, akakutana na rafiki yake mmoja, wakiwa wanasoma level moja kule Afrika Kusini. Rafiki yake huyu yeye ni mtu wa South Africa. Siku moja ilitokea kwamba huyu rafiki yake yeye alikuwa hakai ndani ya chuo, yeye anakaa nje amepanga. Na si kwamba tu amepanga apartment, kwa nyumba nzima anakaa peke yake. Sasa siku moja akamwita huyu rafiki yake, mtoto wa mjane, akamwambia, bwana, mimi nakuona unakaa kali upweke sana, ninaomba kukaribisha siku moja nyumbani kwako, choo nyumbani kwako. Kijana huyu mtoto wa mjane akasema, mimi siruhusu kutoka humu ndani, na siku nikitoka humu ndani ufadhili wangu utakata. Wakijua ufadhili wangu watanikatia ufadhili wangu, kwa hiyo siruhusiwi kabisa kutoka humu ndani. Yule kijana akasema, hakuna mtu atakayerudisha ufadhili wangu, kwa hiyo wewe njoo tu nyumbani kwangu, tutakaa, tutapiga story 3, alafu baada ya hapo nitakurudisha, utarudi. Sasa kwa vile alikuwa ni rafiki yake sana, akakubali. Na muda wenyewe ulioitwa ilikuwa ni jioni. Na sasa ilipofika jioni, yule kijana akaenda kutembelea rafiki yake kule kwenye apartment yake. Alipofika kule, yule kijana akamkaribisha rafiki yake. Wakafanya story, wakapiga story 3. Wakati watu wanapiga story, yule kijana ambaye ametoa ile apartment ambaye amepakisha kule mtaani, raia wa Afrika Kusini, akamwambia huyo rafiki yake ambaye ni Tanzania, mwambie bwana, kuna rafiki yangu wa kike anakuja, lakini usiogope, atakapofika hapa tutapiga story tu, bwana, hakuna shida. Lakini huyo kijana ndani yake ikaingia kitu cha mshtuko kwamba imekuwaje tena, mbona namba zinaongezeka? Mimi nilikuja kumtembelea tu huyo rafiki yangu, wala muda haukuwa mwingi sana. Akafika huyo rafiki yake wa kike na yule kijana ambaye ndio kwenye apartment. Kufika yule dada, huyo kijana kwenye apartment akamwambia huyo rafiki yake Tanzania kwamba tafadhali ninaomba na wewe nikutafutie rafiki yangu mwingine wa kike ili tutoke outing. Haleluya.
Bwana sasa ile ameondolewa kwake, amtafutie rafiki yake mwingine wa kike, ili wale wangapi? 4, then watoke out, sio tena kukaa mjini hapa tu. Yule kijana Tanzania akasema hapana, hili siruhusiwi kabisa. Na tangu nimefika huko Afrika Kusini, nimekuwa na rafiki mmoja tu, ndiye wewe. Sitaweza kufanya urafiki na mtu mwingine yoyote. Huyu kijana akakazana sana, akamwambia hapana, usifanye hivyo tafadhali. Nenda pamoja nami kwa sababu mimi ni rafiki yako. Yule kijana akakataa kabisa. Na story ya huyo ambaye kwenye apartment, na huyo ambaye alikuwa anamuitia, ile huyo rafiki yake mwingine ambaye alikuwa anamuitia ili awe sasa girlfriend wake na huyu rafiki yake Tanzania ile watoke out, alikuwa ni mke wa mtu ambaye ni mwanajeshi wa Afrika Kusini. Huyu mwanajeshi si tu mwanajeshi wa kawaida, ni baharia. Unafahamu baharia? Wale wanashinda huko kwenye maji miezi na miezi. Yeye pia kuonana na familia yake mara nyingine kwa mwaka mmoja, mara moja kwa mwaka, au mara moja kwa miezi 6. Na mnafahamu baharia jinsi walikuwa na roho ngumu. Mtoto kwambia wewe baharia, wewe na hakika alikwambia baharia, tutamkie wewe baharia. Ndio ndani kuna kitu wewe extraordinary, kuna vitu unavifanya nje ya ufahamu wa kawaida. Baharia na ndio vitu baharia ndani sasa. Huyu alikuwa ni baharia, yani mke wake ndio alikuwa anatoka na huyo kijana alipo ya apartment anasoma masters degree na huyu Tanzania. Sasa huyu kijana akagoma huyu Tanzania. Yule pale mwingine alipoona sasa hapa siwezi kuvuka, basi akasema basi hakuna shida, usiku unaendelea sana, sikuruhusu utoke sasa hivi, urudi kwangu kule hostel. Kama ndani akamfungia ndani. Kijana wa Tanzania, mtoto wa mjane, akafungiwa mlango ndani. Yeye ndiye peke yake katika hicho kijiji. Naomba nifanye jina lake na jina la hicho kijiji. Yeye ndiye mtu wa kwanza kuchomoka kwenda kusoma degree ya kwanza katika huo mji. Kiasi kwamba siku akirudi anakuwa msomi wa kijiji. Wasomi wa kijiji naomba tupungiane mikono. Mliotumwa na kijiji chenu. Mliotumwa na kijiji hapa, na mliotumwa hapa, ile mnaliogopea. Wewe siku ukituma timu kule kijijini wanajua msomi wa kijiji. Maskini ndio kwanza huko kwanza semester ya pili. Wanakuona ndio msomi umekuja. Sasa kijana huyu msomi wa kijiji fulani, mtoto wa mama ambaye mjane, atafungiwa ngao. Bahati mbaya sana, usiku huo kabla usiku haujaisha, ilikuwa ndio usiku huo, yule baharia anarudi nyumbani kwake. Sasa ile tu anatua katika ule mji, mahali ambapo pana apartment ya yule kijana msawa, akapata habari kwamba mke wako huwa anatoka na mtu. Akadadisi ndani usiku huo ndani ya muda mfupi, ni nani huyu ambaye huwa anatoka na kwako? Wakamwambia hapana, haina shida, twende tukupeleke mahali anapoishi. Wakamchukua yule baharia, wakampeleka kwenye kwenye nyumba ambayo alikuwa amepanga, alikuwa yule kijana wa South Africa. Usiku huo hayupo, usisahau. Aliyeko ni yule ambaye hana hatia. Yule baharia alipofika hapa, sasa ni hapa, au tunasema shida. Akaenda zake huko mtaani, akachukua wabande, watu wenye roho mbaya, watu wenye roho ya baharia kama yeye katika maeneo haya. Na watu ambao mnafuatilia culture za watu wa Afrika Kusini ni watu wenye nia mbaya sana. Na wakachukua vijana wenye nguvu, alafu wakaenda akawakusanya, akawalipa pesa nyingi. Unafahamu baharia kwenye issue za pesa, hiyo sio tatizo. Wanalipa hela ndefu sana. Na kama ukitaka kuwa hela ndefu,
nenda kwenye kozi ya ubaharia. Ukienda kwenye hiyo kozi utatengwa na familia yako, lakini nenda unapata. Wao jamaa kwenye swala la pesa ilikuwa shida sana, akawakodi watu, alafu wakaenda wakamvamia yule kijana, funga ule mlango, wakaingia ndani. Cha kwanza walimpiga yule kijana, walimpiga vibaya mno na kumsemesha maneno mabaya na magumu, kwamba wewe ndio unayetembea na mke wa bosi wetu. Maskini hana hata girlfriend kabisa, lakini kisa cha rafiki kilimpeleka mahali pabaya. Walimpiga, lakini walipoona amechoka sana, wakamfanyia ukatili ambao si vizuri sana kutamka hapa katika madhabahu. Walimfanyia ukatili wakimwambia mtoto wa mama mjane. Wafadhili hawajui, baba yake hajui, kule kijijini hawajui, wanajua mtoto wetu yuko Afrika Kusini anasoma. Kijana yule akaja akachukuliwa kesho yake asubuhi na wasamaria wema kumpeleka hospitali, lakini kwa vile ambavyo alikuwa amechoka sana na kuumizwa vibaya mno, kabla hata hajafika hospitali akawa amekufa. Sasa fikiri taarifa ziwafikie wafadhili. Swali la kwanza, nani alikutoa hostel? Ulikosa nini? Ulikosa kitu gani hostel? Ni nani alikutoa hostel? Ukaenda huko nje. Huko nje umefuata nini? Ulikuwa unatafuta kitu gani? Fikiri kilio cha yule mama mjane. Jiweke katika nafasi yule mama mjane, jinsi atakavyopokea hiyo taarifa. Fikiri msiba katika hicho kijiji, mahali atakwenda kupelekwa kama mtoto wa asili wa hicho kijiji, halafu ndio usomi pekee ambao walikuwa wanataraji. Digrii ya kwanza imeisha, safi kabisa. Yuko digrii ya pili katika safari yake ya elimu, anakatishwa uhai. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya urafiki. Sasa maumivu yake kwa yule mama, maumivu yake ni makubwa kiasi kwamba anaweza asisikilize kitu chochote, anaweza asisikilize neno lolote kutoka kwa mtu yeyote. Neema ya Mungu isipo shuka juu yake. Sasa mimi na wewe, nani mkazi wa Dar es Salaam hapa? Aliyezaliwa hapa Dar es Salaam? Hakuna. Wewe mmoja. Galau mimi hapa Dar es Salaam sizungumze sana. Mimi nipo mbaya. Mpo kwani kweli. Watu waweza kuniambia tuliotoka mikoani. Uko Dar es Salaam, umepanga au kurose uko mahali ulipo. Tafadhali. Hii point ya pili leo ambayo nitafundisha itakufaa sana. Sasa twende kwenye hili la leo. Tunachukulia kama case study au kama mfano. Ninaona swali manne. Swali moja tu, alafu nimegawa majibu yake katika vipande vinne. Kwa nini mwendelezo wa kile cha jana? Kwa nini Mungu akupe waombaji? Au kwa nini Mungu akupe waombaji? Kwa nini Mungu akupe waombaji? Kwa nini usiombe peke yako? Kwa nini itoshe tu? Kwa nini sitoshe tu yeye asikie tu sauti yako? Kwa nini sauti yako isitoshe? Why? Kwa nini Mungu akupe waombaji? Jambo la kwanza, kwa nini Mungu akupe waombaji? Kabla sijaenda kuzungumza ile jambo la kwanza nilirudia nilichosema jana. Jana nilisema kwamba maisha ya mwanadamu asili yake ni roho. Kabla hayajatukia huku katika ulimwengu wa mwili, yanaratibiwa kila kitu kule roho. Na jana niliwaambia ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao unaongozwa na amri, hauongozwi na democracy, hauongozwi na hiari. Hapa ulimwengu wa roho unaongozwa na amri. Yaani kila kinachofanyika kule rohoni kinaamriwa, na kinapoamriwa kule rohoni kinatolewa huko mwilini, kinatendeka. Sasa hawa watu au huyo mtu ambaye Mungu amekuinulia ili kukuombea, jambo la kwanza ambalo analifanya au kitu cha kwanza ambacho Mungu anabebesha ni kwamba wanakutengenezea
maisha yako katika ulimwengu wa roho kwanza. Wanakutengenezea maisha yako, yaani kwamba wanasababisha wewe uishi kwanza rohoni kabla hujaja mwilini. Wanakutengenezea maisha yako katika ulimwengu wa roho kwanza kabla ya kutokea katika ulimwengu wa kimwili. Watu hawa au mtu huyu anapokuwa katika maisha yako ili kukuombea, cha kwanza anakutengenezea wewe maisha katika ulimwengu wa roho kabla hayajatokea katika ulimwengu wa mwili. Niseme kwamba unachokiona huku katika ulimwengu wa mwili ni matokeo ya nini ambacho kimeamriwa katika ulimwengu wako wa roho. Unapotabasamu, unaponuna, unapokwazwa, unapofurahi, unaponuna, unapohisi njaa, unaposhiba, unapolala, unapoamka, unaponyamaza, unapoongea, unapokereka, chochote kile kinachotokea katika maisha yako hakitokei kwanza mwilini isipokuwa kinaanzia rohoni. Unategemea sana ulimwengu wako wa roho umekaaje. Siku moja wanafunzi wa siri wanaweza kukumbuka, mtu mmoja aliniuliza nikiwa darasani nikiwa nafundisha kwamba hakuna mtu asiye na stress. Hakuna mtu ambaye hapatwi na stress. Sasa mtu mmoja ambaye alikaa kwenye hizi front, kwenye viti vya mbele, akaniuliza, jamaa aliropoka tu, akauliza, hivi na wewe pia una stress? Ili kuniuliza mimi pia na stress. Nikamwambia kwa nini nisiwe nayo? Na mimi nikamrudishia swali, kwa nini nisiwe nayo? Akasema, sasa mbona kila siku tunakuona unacheka? Nilikuwa kwa pili, sijajua siku ile kama ulikuwa. Lakini nakumbuka, akaniuliza tukawa kama tunadai pale, kwamba mbona kila siku tunakuona unacheka? Sikiliza, kila kinachotokea katika maisha yangu au katika maisha yako kinaratibiwa katika ulimwengu wa roho. Amen. Kwamba nina stress, hiyo sio guarantee kwamba muda wote nikunje uso. Atoroki kuja sana uso mazee kama wewe. Kwa hiyo unahitaji mtu mwombaji ili akutengenezee maisha yako katika ulimwengu wa roho. Kazi anayofanya ni kuregulate ulimwengu wako wa roho, ukae sawa, ukae vizuri. Lakini jambo la pili, wanahakikisha au mtu huyu anahakikisha wako salama. Yaani kwa maana ya kusema unakuwa na ulinzi, unakuwa na hakikisho la ulinzi. Wanahakikisha uko salama, kwa maana ya kwamba ulinzi unakuwa kutosha juu yako. Kuna wakati unaweza kujikuta kwamba mambo yamekuandaa na mambo mabaya, wakati mwingine ukihesabu ni kama vile umelaaniwa, au ni kama vile kuna mlango umetokea ambao umeruhusu mabaya tu katika maisha yako. Lakini ukiwa na mtu huyu au ukiwa na watu wanadai, watu wakikuombea, utashangaa tu, hata si kwa bidii yako, hata si kwa kuomba kwako au kwa kufunga kwako, unashangaa umevuka. Ni kwa sababu wako watu wanaohakikisha usalama katika maisha yako. Lakini jambo la tatu, unaona hawa watu wanaitwa waonaji. Kuona nini kipo mbele yako na kukuonya kabla hakijatokea katika maisha yako. Ni watu ambao Mungu anawasemesha, Mungu anawaambia habari zako. Katika Yohana 13:14 Maandiko yanasema, wakati wa mchana mtu akiwa busy, mtu akiwa na shughuli nyingi, si rahisi sana kusikia sauti ya Mungu. Lakini wakati wa usiku anawasemesha kwa njia ya ndoto. Hutokea kwa njia ya ndoto. Lakini kuna wakati shughuli zikiwa nyingi sana, hata zile ndoto unazoota, wakati mwingine unaamka asubuhi umesahau, hukumbuki. Ukiwa na mwombaji, ukiwa na mtu wa kukuombea, kile ambacho Mungu amekuambia, ambacho Mungu amekuonya kwacho, usiposikia au usipokielewa kile ambacho Mungu anamaanisha, atamsemesha huyu mtu anayekuombea, anapata mtuma ameleta kwako. Wakati fulani wako wamishonari ambao kipindi cha zamani sana walitoka huko katika mataifa mbali, walikuja hapa Afrika na waliingilia kule Kenya. Kipindi kile cha vita
vya maumau. Sitafahamu Kenya kule. Sasa kulikuwa na wakati huo vita vilikuwa vinapigana. Sasa wamisionari hawa walikuwa si wengi sana, walikuwa wamepanda kwenye gari yao, wakawa wanahubiri Injili. Lakini siku moja wakawa wanavuka kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na ili kutoka katika eneo moja kwenda eneo lingine, walikuwa wanalazimika wavuke katika msitu. Sasa msitu huo ndio mahali ambapo vita vinapigana. Ndio wako huko ndani, wale wanaopigana. Ni kama vile watu wale wako hivi sasa, katika msitu ya kwamba upite pale, ukatize pale, na Mungu atutetee. Walipokuwa wakipita katika ule msitu, usiku, sio mchana, usiku, wanasema gari yao ilipata hitilafu, ilipata shida, kiasi kwamba haiendi tena. Sio kurudi mjini, sio kuendelea na safari. Wakafanya maamuzi ya kufunga madirisha ya vioo, wakalala, kwa sababu ya ule msitu, wakalala. Sasa walipolala, hawa wapiganaji wenyewe wanakimbia huko na kule, wao hawalali. Walipoliona hilo gari katikati ya msitu, wakasema chakula chetu katikati ya msitu. Sasa simulizi hili lilikuwa linatolewa na mmoja kati ya wale wapiganaji ambaye baada ya tukio na kumaliza kusimulia hiki kilichotokea hicho kilichosababisha watoke, alafu akaleta hiyo simulizi. Huyo jamaa anasema wakajikusanya hao wapiganaji wengi wa kutosha, wakaenda kulikabili ile gari. Kipindi wanalikabili ile gari ili waende wakawadhuru wa wamisionari, Mungu aliwasemesha wamisionari wenzao na hao walio msituni, waliokuwa kule katika nchi yao. Mtu mmoja katikati ya waombaji ambao wako kwenye ministry moja na hao wamisionari, sauti ikapiga kelele ndani yake, akasikia mzigo wa kuomba. Halafu alichokifanya, alichukua hatua ya haraka sana. Usiku ule ule akawapigia wenzake 6, jumla wakawa 7. Wakakusanyana, wakaanza kuingia kwenye maombi. Yule alisemeshwa kwamba hawa watu wako katika hali ya hatari, wale wako msituni. Wale maana simulia ambaye ni mmoja kati ya wale wapiganaji baada ya kuokoka, anasema kwa kadiri tulipokuwa tukisogelea ile gari, tulipokaribia tu kwenye ile gari, tulishangaa tuliona watu 7 weupe wenye mavazi meupe wakizunguka lile gari, kila upande na kila mmoja ameshika silaha. Usisahau kule wenzao wanaomba wako 7. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wale wamishonari wamelala, wale wana amani, ilikuwa tu ni swala la wale wapiganaji kuja na mapanga yao, kuwakatakata shingo, basi na kuwatupa au kuwafanyia vyote vile wanavyosikia. Lakini kwa sababu walikuwa na waombezi, walikuwa na watu wanaombea, Mungu alituma ujumbe ambia hapa wenzao kule wako katika hali ya hatari. Kwa ndipo ukienda kwenye sababu ya kuomba, wakati huo unajua maombi hayana maana. Unapoomba hapa ni wewe unachukuliwa katika hali ya utukufu, unapelekwa kwenye eneo la tukio ili ukaweke suluhu. Tunakwenda pamoja? Sio mwingine, unachukuliwa wewe mwenyewe unapelekwa katika eneo halisi ili ukasuluhu. Sasa upeleke katika mwili wa damu na nyama hivi unapoendelea. Au upeleke hivi, unapeleka katika mwili ulio na utukufu. Kwa hiyo hawa ni watu ambao kuona kabla jambo halijatokea papo, halafu wakiingia kwenye saa wanaweka suluhu. Na jambo la 4 ni kwamba kufanyika lango la baraka katika maisha yako. Watu hawa ambao ni waombezi, watu hawa ambao Mungu anawaweka kuwa waombaji wako, watu ambao wanakuombea, kufanyika lango la baraka katika maisha yako. Wanafanyika baraka katika maisha yako. Yaani nikwambia, ili Mungu akubariki, mtaji wa Mungu kukubariki, bomba la Mungu kupitisha baraka katika maisha yako,
sio magari, sio kitu kingine, sio jambo lingine lolote, ni watu. Ni watu. Kwa hiyo hakuletei tu kila mtu. Na hili ndio kitu ambacho nataka uondoke nacho. Si kila mtu anayekuja katika maisha yako Mungu amemleta. Lakini yule aliyeletwa na Mungu anafanyika lango la baraka katika maisha yako. So unakumbuka Yusufu alipochukuliwa utumwani kule Misri, kwanza alipofikishwa katika nyumba ya Potifa. Andiko anasema ile nyumba ilifanikiwa sana. Ilifanikiwa sana. Hata baadaye alikwenda katika nyumba ya Farao, bado ile nyumba ilifanikiwa sana. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu aliyeleta baraka. Yakobo alipoenda nyumbani kwa Labani, mjomba wake, Andiko anasema kila ng'ombe moja aliongezeka maradufu. Kila ng'ombe aliyezaa, wale ndama hawakufa ovyo ovyo. Kwa nini? Kwa sababu alikuja mtu wa baraka katika maisha ya Labani. Utasikia mtu akikwambia, tangu ulipofahamika na mimi, tangu ulipofahamu, umekuwa mtu wa baraka sana katika maisha yako. Wewe na hakika kama kuna neno moja unalitaja juu ya mtu huyu, wewe unafanyika kwa lango la baraka. Sasa naomba twende kwenye kundi la pili la watu ambao wanahitaji katika maisha yako. Kundi la pili la watu ambao wanahitaji katika maisha yako, watu ambao wana tabia au wana sifa za Roho. Watu ambao wana sifa za Roho. Hawa ni watu ama ni mtu ambaye, mtu wa pili au ya kundi la pili la watu ambao wanahitaji katika maisha yako, ni yule mtu ambaye amebeba majibu ya kwako, aliyebeba majibu ya kwako. Mtu ambaye amebeba majibu ya kwako, halafu kwenye mapambano weka mtu aliyebeba neno na wakati kwa ajili yako. Mtu aliyebeba majibu yako, au kwenye mapambano weka mtu aliyebeba neno na wakati kwa ajili yako. Hali ambapo Mungu alipomwambia mkwe wake Naomi kwamba utakapokaa nitakaa, utakapokaa nitakaa, maana yake ni kwamba huyu mtu yuko tayari kubeba cha Naomi, yuko tayari kubeba cha Naomi, yuko tayari kutunza neno la Naomi, na hayuko tayari lile neno la Naomi lisimfikie. Hayuko tayari, yuko tayari kulifikisha. So huyu ni mtu ambaye Mungu anakuletea katikati ya maisha yako na kumpa neno lako. Lile neno ambalo wakati mwingine si rahisi sana wewe kulisikia, au kwa lugha nyingine ya kawaida nyepesi sana. Huyu ni mtu ambaye ni daraja la kufanikiwa kwako, ni daraja la kukuvusha mahali ulipokwama, au basi kwa neno la Kiingereza tunaweza tukaita huyu ni mtu anayeleta connection. Huyu mtu anayeleta connection anasababisha uvuke kutoka mahali ulipokwama uingie mahali ambapo sasa mafanikio yako wasiwasi kwako. Na siku zote ili ufanikiwe, tukajana na juzi nilikwambia, hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa peke yake, haiwezekani. Kuna sentensi sote mnapenda kulisema, na mimi wasi nipendelee sana. Nataka uifahamu kwamba tunakwambia hii jeshi la mtu mmoja, mimi najijua peke yangu. Zamani, sio zamani sana, miaka 2017-18. Kuna jamaa mmoja aliwahi kusoma hapa St. Joseph. Jina lake sikutajii, lakini aliwahi kusoma hapa. Mara ya kwanza alisoma kozi ya umeme, miaka 4 akamaliza. Baadaye mara ya pili tena akaamua kurudi tena mwaka wa kwanza. Wewe tu miaka 4 tutaiacha. Hivi ndio hili. Nimemaliza miaka 4. Hapa baadaye akasema haitoshi. Akarudi akafanya tena application upya. Cheti cha AAA anacho, ameweka kampuni. Anachukua tena, aka-apply tena kwa cheti chake cha form 6. Akaomba computer science, CSE.
akaanza first year fresh general engineer. Akasoma tena miaka yake mingi. Sasa tabia zake, sina shida na huko kurudia, anaweza kurudia hata degree 10, sina shida nazo. Nina shida na tabia zake. Huyu jamaa Dar es Salaam joto ni kali. Huyu jamaa asubuhi, jioni, usiku na mchana, jua ni wake ama mvua inyeshe, yeye ni suti nyeusi. Sina shida na wewe. Lakini huyu jamaa ni suti nyeusi na tai yake nyeusi. Jua likiwaka, suti yake haiachi. Hakuna hata siku moja unakuta amechomekea. Yeye amechomekea tu peke yake, alafu hana koti. Na kavaa suti ya rangi nyingine nyeusi. Nadhani anazo nyingi. Kwa sababu kila siku anavaa hizo nyeusi. Sasa Jumatatu mpaka Ijumaa waweza kurudia moja. Bila shaka alikuwa anabadilisha. Na havai suti ya tai. Kwa nini tai nzuri kabisa. Na kitu kingine cha pili ambacho kilikuwa ni unique, huyo jamaa kuwe na jua au kuwe na mvua, huwa haachi mwavuli. Yaani, na hata kama jua si kali sana, au hata kama hakuna mvua, utaona saa kama hizo mwavuli wake kaufungua. Kaufungua anatembea. Na kitu cha tatu, hata yake pole. Yeye fasta yana anaenda anakatu. Jambo la 4, hana rafiki. Huwezi kupiga naye story hata kidogo. Kwanza kuelewa. Ana maisha yake peke yake. Hana rafiki upande wa walimu, hana rafiki upande wa wanafunzi. Akitoka hapa chumbani kwake, alikuwa anaishi hapo juu, sio mbaya sana. Baada ya mtumishi atajua. Kwa tulifahamu katika sura hiyo. Na jambo lingine la 5, huwezi kumwazima peke. Ukitaka kuweza penseli yake, anakuambia lete hiyo sehemu iliyochafua. Amefuta sana. Ukitaka kuwazima mfuto wake, anakuambia lete hiyo sehemu iliyochafua nikufutie. Akupe mfuto wake. Na wote anatembea na mkebe ile campus ile. Ina kila kitu ndani yake, lakini hakuwazimi chochote. Mimi nilikuwa nataka lazima na roho. Mara kalkuleta, mara sijui nini kichongeo, mara kitu kimeenda kimerudi. Huyu jamaa, yaani akiingia kwenye mtihani, hata kugeuka geuki. Atamaliza mtihani na hajawahi kutoka wa kwanza. Huwa ni mwisho. Sasa hii ni jeshi la mtu mmoja. Huyu jamaa historia yake ni kwamba wakati anamaliza form 6 alitakiwa aende akasome nje ya nchi. Wazazi wake wamesoma sana. Baba yake anafanya kazi chuo kikuu kama lecturer. Alitaka aende akasome huko nje. Na kweli alienda, ila alipoenda kule kuna vitu alifanya. Kuna mambo fulani alifuta. Kwa hiyo kamwapili ile masake moja kwa moja. Walikuwa wanatuona sisi kama manyangao fulani, ni kama vile tuelewe kama mambo fulani. Haleluya. Dunia bado hajakuwa kuwa myaone. Sasa nimekwambia hawa ni watu ambao Mungu anawaleta katika maisha ya kwako ili kukuletea neno la kuvusha. Kuna vitu kuna maeneo unataka kuvuka, lakini unahitaji connection. Unahitaji mtu wa kukushika mkono uvuke. Unahitaji mtu wa kukwambia bwana hapo fanya 1 2 3 alafu unatoboa. Hawa ni watu wa stahili, ni watu wa namna hii. Lakini pia ni wale wa kutia moyo katikati ya changamoto. Hawa ni wale wa kutia moyo. Anakuja tu na neno moja, hapa kipe moyo unavuka. Na kweli. Siku moja ikiwa anahudumia mahali, ilipomaliza huduma, mama mmoja alikuja. Sijaelewa kwa wanawake, kwa nini matatizo mengi sana. Kwa wanaume, ndio
labda mdogo bado vijana, lakini kwa maana kukueleza mambo yake. Hapo ndio ameshuka kama mara 10 kwanza. Ndio anafunguka yani. Ndivyo tulivyoumba. Lakini kama akichoma moyo tu umekusa maisha yake, anamwambia vyote. Mama mmoja akaniambia, "Wishi, sasa mimi ni kama kijana." Akaniambia, "Mimi ninapita katika hali ngumu sana. Mume wangu hahudumii familia." Vijana mlioko hapa, bahati nzuri sura zilizoko hapa bado hawajaoa. Kutohudumia familia ni dhambi kama uzinzi. Ni dhambi tu sawa na kutukana. Ni dhambi. Akaniambia hudumii. Kwa hiyo ninafanyaje sasa? Kila akirudi nyumbani, yeye yule baba fimbo yake ni mkanda wa suruali. Akirudi nyumbani kwa kazini, kutoka kule mlangoni anafungua mkanda kutoka kule. Alafu ni kichapo tu ndani. Sio mama, sio watoto, ana mabinti wawili na kijana mmoja, kitoto kidogo cha kiume. Ni kichapo tu ndani. Kwa hiyo ishara kujua kwamba mzee fulani amerudi ni kilio cha watoto. Na akaniambia nimefika hatua sasa nataka nikimbie familia. Lakini naonea huruma watoto wangu. Nikamwambia sawa, kwa hiyo nataka nifanyeje? Akaniambia nataka uniombee mume wangu aje huko. Nikamwambia nipe moyo kwa sababu wakati nilikuwa mnaoana si mlipendana. Ungemwambia mimi nilianzia hapo. Ndio nilifungua ukurasa kwamba wakati mnaoana lakini si mlipendana. Akasema yeye na alikuwa ananipenda sana mwanzo. Nikamwambia basi sawa, hakuna kitu kingine cha kufanya. Nenda nyumbani, mwambie kuna sadaka kanisani. Yeye huwa haendi kanisani. Nikamwambia chukua bahasha, chukua ile sadaka, halafu nenda kaipeleke kanisani kama shukrani ya pekee. Wala sikumwombea. Yule mama akasema, mimi nataka maombi. Nikamwambia mimi sikuombei, nakupa kanuni ya kutoka hapo. Nikamwambia ukifanya hivyo maana yake unamchukua huyu na jina lake na chochote kile alicho nacho unampeleka kwa madhabahu. Akachukua hatua ya imani, akachukua sadaka, akaweka kiasi alichoweka, akapeleka kwa madhabahu. Halafu baada ya pale yule baba, Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi ni mwanaume lakini nimetoa video ya kutengeneza wanaume zangu. Yule mama alipopeleka tu ile sadaka madhabahuni, huyu baba kidogo akaanza kuuliza, hebu tuwe tunaenda kanisani pamoja. Kwanza akaanza kuja kunijulia. Siku moja amekuja tu pale kunijulia, tukamwambia sasa wewe ndio utoe salamu. Alipotoa tu salamu akaanza kuomba dhambi na kusamehe. Sasa naye anajua ndio alikuwa hakuna naye jua, lakini anajulikana madhabahu. Akabadilika kabisa. Baadaye watoto wake akawaona kama watu. Akaanza kuihudumia familia, akaanza kutoa pesa za kusomesha watoto. Kwa sababu alikuwa hatoi, sio kulisha familia, sio kulipia ada watoto. Huyu mama anapambana peke yake. Sasa angalia, nilipompa tu hiyo kanuni, wala sikumwambia, nilipompa tu hiyo kanuni na akaifanyia kazi ile kanuni. Huyu mama hivi ninapozungumza na wewe majira haya, ninapokuhubiria, ninapokufundisha, huyu baba alishaomba nafasi kanisani, sio kwingine, kanisani, ili awe Kristo mwaminifu na familia yake anaitunza kuliko mwanzo. Yule mama, wewe kabla hujapiga makofi, yule mama alirudishia feedback. Akaniambia nashukuru sana kwa maombi yako. Nikamwambia mama, mimi sijawahi kuomba. Ile kanuni tu niliyokupa na hatua imani uliyochukua ndio inakusaidia tu. Angalia hapa
nimefanyika mtu wa kumpa huyu mama neno lake na wakati. Hapa sasa unaweza kumshangilia hapo. Anyway, sasa ninakuruhusu uongeze jirani yako uliye naye karibu. Usikae peke yako. Tafuta mtu uwe naye karibu. Mwambie maneno haya. Jirani, mwambie jirani, una neno lako na wakati. Usizuie. Niambie ili nitoboe. Hata kukuzidi. Pale yapobidi. Amen. Sawa. Sasa tuone visa vitatu ama viwili. Viwili hapa vinatosha kwa sababu ya muda wetu. Nina dakika 15. Naomba tuende katika kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 39 mpaka ule wa 49. Hapa tunaona kisa cha Mariamu na Elisabeti. Mariamu mama yake na Yesu, halafu na Elisabeti mama yake na Yohana Mbatizaji. Kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari ule wa 39 mpaka ule mstari wa 49. Andiko linazungumza hivi: basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zekaria, akamwambia Elisabeti. Akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili? Hata mama wa Bwana wangu anichilie mimi? Hali maneno ya Mariamu. Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa anautazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita barikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu ananitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na jina lake ni takatifu. Nataka tuone haya majadiliano ya watu wawili. Tunafahamu kwamba Yesu Kristo alizaliwa kwa tumbo la Mariamu kwa amri ya Mungu mwenyewe kwa kutuma malaika Mikaeli kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wakati ule mpaka hata hivi leo katika nchi ya Israeli ilikuwa ni marufuku kabisa mwanadada ambaye hakuolewa kuzaa nyumbani. Utamaduni huu hata huku kwetu Afrika huku, kwamba ukizaa nyumbani mtoto wa kike, msichana ambaye bado hujaposwa, hata kama umeposwa lakini hujafunga ndoa, hujaolewa, kuzalia nyumbani ilikuwa inaonekana kama nuksi. Yaani inaonekana kama balaa, inaonekana kama shida, kwamba haitakiwi. Lakini sahihi ya yote inaonekana kule kujifungua kwako nyumbani ilikuwa ni fedheha, aibu ya aina yake. Hata leo hii na vijana wa kiume tunafahamu kwamba binti aliyezalia nyumbani probability ya kuolewa wanapiga chenga wengi sana. Labda aende akaficha kwanza na mtoto ajitengeneze vizuri, aende sema mambo hayajulikani, alafu mtoto aje ajitokeze baadaye. Hivi tunaenda pamoja. Kwa hiyo huyu Mariamu, pamoja na kwamba alitokewa na malaika, pamoja na kwamba ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu alikuwa amebeba ujauzito, lakini hali yake yule mwanadada, hali yake
na status yake katika ile jamii wakati ule ilikuwa mbaya sana. Au perception au jinsi jamii ilivyokuwa inachukulia ilikuwa ni vibaya sana. Hata hebu niambie katika ulimwengu wa leo, niambie kwamba katibu wetu ikutolee mfano tafadhali, kwamba leo hii wamebeba ujauzito halafu useme kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, nani atakuelewa? Wewe niambie kwa mazingira ya kawaida ataeleweka? Hawezi kueleweka. Tena kizazi hiki ambacho kinajua ili uweze kupata mtoto lazima kama ni mwanamke ukutane kimwili. Wanajua hicho. Hata tokea wakati ule wanajua. Waambia usituogope. Unakudanganya sio kweli. Kwa hiyo uwe na hakika huyu anatengwa nyumbani kwao. Hiyo ndio pamoja. Uwe na hakika cha pili ingekuwa ni katika ulimwengu wa leo jinsi tulivyokaa na visheria vyetu. Msichana aliyekuwa mwadilifu hapo kwanza kanisani amepata ujauzito. Ndio niambie. Bora karibu na mchungaji. Niambie kile kinachotokea. Anaitwa kwanza kwenye kamati. Umetolea wapi hiyo mimba? Tueleze. Unatuambia kwa njia ya Roho Mtakatifu, umemjulia wapi? Huyo Roho Mtakatifu katokea wapi? Wewe na hakika ametengwa. Unajua vile visheria vyetu. Hapana, wewe unaweza kama tu umependa kudanganya, si ukweli. Wewe ndio alibeba aibu na mtu wa mwisho kumteka alikuwa Yusufu mwenyewe. Sio unakumbuka Yusufu alipogundua huyu mtu anaanza kutoka. Watibu mama. Huyo mposa. Huyo. Alafu leo unakuta huyo anaanza kuonekana, anaanza kupendeza. Ndio mtu akiwa na mimba, mganga alikuwa na mimba. Na nafsi kwa pele zake inabadilika, anaanza kupendeza kama mwanzo. Ani kuliko mwanzo. Sasa unaona mbona mwenyewe zinabadilika? Bwana nafsi kwa pele zimekuwa tofauti. Yusufu alipogundua kwamba ni mjamzito, aliasibu, maana anasema aliasibu ile mwake kumwacha kwa siri. Lakini wale kuna siri kati ya watu wawili wanaopendana. Bila shaka kuna namna waliambizana kwamba mwanamke, wewe dada, kwa hali hii na mimi mtaoa chaji wa Mungu. Sisi kuona na wewe katika mazingira. Niambie bebe, leo hii umemposa binti na ushali kwa bahati. Sasa kile kipindi cha maangalizi mnasubiria angalau tuchake change. Umetupa kadi. Umetupa kadi. Na mimi mwalimu wako ishakuchangia laki. Unayo. Alafu katika kile kipindi unasubiri. Kwa ngoja kwanza michango itoshe. Alafu unakuta anakutext tu. Unajua baby ina ujauzito sasa ni miezi 3. Wewe tumwache kwanza Mariamu. Wewe unajisikia? Lakini nakwambia kuna wakati nilikutana na malaika. Alijitambulisha malaika Gabriel. Ndio unayemsikia kila siku. Ndio mnachati naye tangu saa 1 jioni mpaka kunakucha asubuhi unachelewa kuja darasani. Unasaini saa 2:30 mpaka saa 3 kazini. Alafu leo hii anakuambia na ujauzito wako. Cha kwanza utamwambia hivi. Utasema nieleze. Ulipata vipi hiyo mimi? Wale alinyanyapaliwa kwanza na Yusufu. Na ile jamii ya wakati ule ili mnyanyapaa. Kwa hiyo uhakika tulionao ni kwamba huyu mwanadada alikuwa na aibu, alipatwa na aibu, alipata dhihaka, aliona vibaya, alikuwa pasini vibaya kabisa. Na yeye akajua ya kwamba watu wamenitenga. Nilipojua hapa ni kawaida, mimi kila siku nawaona mnapata mimba. Na nini mnapata nguvu za Roho Mtakatifu? Fikiri pamoja na mwenyekiti. Hizi mimba za chuoni hapo zinatokana na Roho Mtakatifu kweli kutana na pesa hajaolewa? Eti
Sisi na Roho Mtakatifu, sio? Hapana. Almost kwa sababu ya swala la wivu wa kipenzi au kwa mambo ya mahusiano. Yule kijana alipata taarifa kwamba huyu dada yeye akitoka kuna mtu mwingine anaingia huko. Hata kama unachukua maamuzi gani? Kwanza unaye? Sasa alipopata taarifa kwamba kuna mtu mwingine anaingia. Siku moja akasema basi siwe kesi. Akamfahamu yule anayeingia. Baada ya yeye hasira yake ikawa kwa yule dada, huyu mpenzi wake. Siku moja akachukua maamuzi magumu sana. Alichokifanya, alichukua mafuta ya petroli. Chukua mafuta ya petroli lita 5. Anachukua na kiberiti. Jioni anarudi kwa saa 2. Anarudi hapo kwenye mimaya yake. Anafika tu pale, sasa anaingia ndani, mafuta ya petroli, dada naye anashangaa. Vipi tena? Kwa tumezoea unakuja na mafuta ya kupika, lakini leo tunakuja na mafuta ya petroli. Tunafanyia nini ndani? Anasema twende nje. Alimwambia twende tutoke nje. Basi yule dada alikuwa kutoka nje, lakini akalazimisha, akambuka akatoa nje. Alitoa tu nje. Na hiyo nyumba ilikuwa na geti. Na ilikuwa na fence alafu kuna mlango mmoja kwa geti kutokea. Akalazimisha akatoa nje ya geti. Alipofanikiwa tu kumtoa, akamwagia mafuta. Sababu sisi akamwagia mafuta. Ile tu anaweza kumwagia mafuta kiberiti. Sasa huyo dada alikuwa amevaa nguo. Ndio nguo ndio zinaanza kukua kwanza. Ile tu aliona mtu mwaka mwili mzima akakimbia mbio. Sasa amekimbia mbio, unajua kuna wakati mwingine ukatibu kuja, lakini kuna wakati mwingine huruma yaingia. Huyu kijana ule binadamu karudi akaingia ndani yake na binadamu. Akaanza kumkimbiza. Ile anamkimbiza yule dada ule moto ukaja kwake. Sasa watu jirani. Wao ikawa ni shambulio kwa wote. Sasa kwa vile yule dada alikuwa yeye walianza kukua mapema. Ndio kadiri unavyokimbia ndivyo unavyochochea moto ukazidi kuwaka. Yule dada akaanguka alafu akafa. Ule moto ukamaliza pale. Sababu hakuwa na msaada. Lakini yeye watu walikuja wakamsharushia udongo, baadaye wakafunika na blanketi na nini, wakamwokoa. Lakini yule dada alipoteza maisha. Kisa ni nini? Ni mambo ambayo dunia hii. Mariamu ilimkuta haya, lakini yeye hakufika katika hiyo hatua ya kuchoka. Mwingine hapa tujue sio mbali sana. Ilikuwa ni mazingira haya. Tena hili litokea usiku wa manane. Alikuwa msosano huko ndani. Kumbe yule kijana na wote walikuwa wanasoma education hapo. Kumbe yule kijana alikuwa na kisu mkononi na yule hakujua. Alichokifanya na bahati mbaya sana hapo ndipo ambapo nilikuwa nakaa mimi. Ila chumba kingine tofauti. Nisikia kelele usiku wa manane. Sasa unajua ni Dar es Salaam. Unajua Dar es Salaam. Nikizungumza Dar es Salaam, na Dar es Salaam jinsi chake ilivyo, wao wanajiokoa kwanza. Wao wanaangalia kwa dirishani kule. Nini tena tunatokea? Yaani unajua kijijini kule socialization ni kubwa sana. Unafungua mlango unajirisi unakimbia. Dar es Salaam. Dar es Salaam, hata majirani wao walionao karibu hapo. Wanafungua madirisha wakapanda hata kwenye viti wao kule. Ndio anaongea wewe. Alafu sasa tukiwa nikiisha na nani bila kupole sana. Lakini wewe walikuwa wanashuhudia muda wote. Kwa nini hamkunisaidia wakati mpaka baada? Sasa huyu dada Mariamu alitembea hiyo aibu, akawa na uchungu sana ndani ya moyo wake. Kabla hajajifungua, siku moja akaamua kwenda kwa jamaa yake Elizabeth. Alipofika kule akamwamkia, kwa sababu Mariamu ni mdogo, Elizabeth ni mkubwa. Lakini wakati huo Elizabeth tayari ana mimba ya nani? Yohana. Alipomwamkia Elizabeth anashuhudia sasa. Alipomwamkia Elizabeth anashuhudia, anasema uliponiamkia tu ile salamu yako iliamsha kitu katika moyo wangu. Ghafla moyo wangu ulichangamka, alafu kitoto kichanga kikaruka tumboni mwangu. Maandiko yanasema kadiri walivyokuwa wakizungumza, slowly
Elizabeth akajazwa. Biblia haisemi Mariamu alimwombea, hapana. Inasema kadiri walivyokuwa wakiendelea kuzungumza, Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu. Ndani ya Mariamu yuko Yesu. Ndani ya Elizabeth yuko Roho Mtakatifu. Na hao wote wawili ni watoto wa ahadi. Ni watoto wa ahadi. Sasa angalia kitu alichozungumza Elizabeth. Elizabeth anafungua kinywa chake na anamwambia Mariamu, umebarikiwa mwanamke kuliko wanawake wote duniani. Na tumbo lako nalo limebarikiwa. Na huyu mzao wako nao umebarikiwa. Kumbuka, huyu ni mtu ambaye amechoka kwa sababu ya kutengwa. Ana hiyo aibu, ana hayo machungu ndani yake. Halafu anakutana na neno kwamba umebarikiwa. Na hicho ulicho nacho tumboni kimebarikiwa. Yusufu kashamtenga, jamii imemtenga, watu wa jamaa yake wamemtenga. Halafu anakutana na neno kwamba umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na hicho ulicho nacho kimebarikiwa. Hivi, ni nani anayekuambia mtoto wa nje ya ndoa amebarikiwa? Nani? Mtoto wa nje ya ndoa anafahamika kama mkosi. Ndivyo anavyochukuliwa leo. Na hata wakati huo pia vile vile. Lakini huyu Elizabeth anapewa neno la wakati la Mariamu. Katika wakati ambapo Mariamu amechoka, hana msaada, anakutana na neno la wakati. Ninapozungumza neno la wakati, na maanisha neno linalokuta wewe tayari uko njia panda. Huna mwelekeo maalum. Huna mahali unaweza kuelekea. Neno linakuja kukunyakua mahali ambapo unaona sasa basi. Nimefika mahali ambapo huwezi kuvuka tena. Basi linakuja hilo neno. Alafu linakupamoa pale. Unapewa tena nguvu mpya. Unapewa tena upako mpya. Unapewa tena mwendo mpya. Linakuongezea mwendo. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Amen. Sasa Mariamu kutokea pale, Biblia inasema akaacha kujilaumu. Angalia maneno ya Mariamu toka kufika ule mstari wa 49. Anasema mimi nimebarikiwa. Angalia maneno ya Mariamu. Maneno ya Mariamu. Okay. Mariamu akasema, moyo wangu unamwadhimisha Bwana. Huyu ni mtu aliyekuwa amechoka. Na roho yangu imemfurahia Mungu. Wakati mwanzo ndiye Mungu aliyeruhusu yeye apate ujauzito wa Yesu wangu. Kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Huyu ni mtu aliyekuwa amechoka. Sasa amepata tumaini jipya. Ghafla magoti yake yametiwa nguvu na mikono yake imekamatwa tena. Anaanza mwendo mpya. Amen. Lakini kisa nyingine cha pili ni kisa cha Yonathani, mtoto wa Sauli na Daudi. Katika kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 19 mstari miwili ya kwanza. Samuel wa kwanza mlango wa 19 mstari wa kwanza na wa pili. Samuel wa kwanza mstari wa 19 mstari wa kwanza na wa pili, ambapo Biblia inasema kisha Sauli akasema na mwanawe Yonathani tena watumishi wake wote kwamba wamue Daudi. Lakini huyo Yonathani mwana wake Sauli alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Basi Yonathani akamwambia Daudi, maana yake alikuwa akamwendea kwa siri, akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi uniangalie sana asubuhi, ukae mahali pa siri na kujificha. Huyu ni mtu anayekuletea habari za kukuonya kwamba usipite hapa itaoja. Usipite hapa itaoja.
Mtumishi mmoja alisikia wito wa kwenda kuhubiri sehemu nyingine. Katikati ya maandalizi ya ile safari, akajitokeza mwombaji mmoja katika hiyo timu ya huyo mtumishi. Akamwambia, baba, tafadhali naomba airisha hii safari usiende. Sasa kile mwalimu kama mimi, alafu wewe na Yosefu wa kawaida. Alafu ananiambia mimi, bwana Mungu ameniona. Hii safari usiende, kuna hatari mbele yako itakupata katika hiyo safari. Yule baba akasema, sasa kama Mungu amekusemesha kwamba kuna hatari mbele yako, kwa nini tusiombe Mungu abadilishe ili huduma iendelee? Yule ambaye mwombaji aliyempelekea habari akamwambia, ninasikia uzito moyoni wangu, sisikii kuomba. Sisikii kuomba, kwa sisikii mimi kuojiana na Mungu kwamba tubadilishe. Amesema usiende. Sasa huyo nani? Roho Mungu alikuwa ndani yake. Akasema basi ndio. Sitaenda. Ilikuwa ni asubuhi, mpaka mchana, na hapo tayari alishakata tiketi. Basi anasafiri mbali kidogo. Sasa usiku wamekaa nyumbani, wanacheki kwenye taarifa ya habari. Taarifa ya habari, katika taarifa ya habari ikasemwa, ikatangazwa kwamba basi la kampuni fulani lenye namba fulani. Jamaa akakimbia haraka, mbona ndio kata tiketi? Akaenda, nimepata ajali. Na abiria wote waliokuwa ndani yake, anataka moja ndio. Maana yake ni pamoja na huyu mtumishi angeenda hiyo safari. Check, ameonywa na mtendakazi mwenzake na wakati. Una hakika huyu aliyemuonya mtumishi, Mungu amemtumia kama mtu aletaye neno la wakati. Amen. Amen. Sawa. Mimi nilipo mwangu na kuja kusimamia mtihani. Nikikwambia toa kila kitu mfukoni, nakuletea neno. Ukikaidi, ukaingia nalo ndani, ukanikwepa, akiingia tena mimi, akakukamata, usinilaumu. Amen. Sauli, unakumbuka jeshi la Israeli likiwa vitani katika bonde la vita, tena likiongozwa na Eliabu mtoto wa Yese, mwanajeshi na askari hodari mbele ya Mfilisti hodari wa vita. Walijiona kama sisimizi, walishindwa ile vita. Akajitokeza mtoto wa mwisho wa mzee Yese, Daudi, kana madogo anachunga kondoo za baba yake. Kanatumwa, nenda kule vitani kawapelekee kaka zako chakula, wakawaone wana hali gani kule vitani. Daudi anaenda kule, anakutana na assignment ambayo Mungu alimpa wakati anapaka mafuta. Tunakumbuka ya kwamba alivamia ile vita. Na Eliabu akajaribu kumplease, na wakati mwingine kumlazimisha kwamba tafadhali Daudi, utajitafutia kifo wewe, usiende huko. Wewe unamchua Goliati. Akamsuia pale, hata mfalme naye kuna wakati alimkejeli, lakini Daudi akaenda huko. Daudi akafanikiwa kwenye ile vita, akafanikiwa kumuua Goliati. Na unakumbuka kilichotokea baada ya ile tukio la kumuua Goliati? Wakina mama wenye wimbo wao mzuri wakaanza kuimba, Daudi ameua maelfu, makumi elfu, mamia elfu. Lakini Sauli wakamshusha hadhi kidogo katika wimbo wao. Wakina mama mturumie, ukishinda mtashangilie. Sasa Sauli kutokea pale
vita vimeisha, wamefaulu, lakini tokea wakati ule uchungu uliingia moyoni wake, japo kile alichokitamka, ile ahadi aliyotamka wakati anatafuta mshindi wa ile vita aliitimiza. Lakini Yonathani mtoto wa mfalme Sauli, Biblia inasema roho yake iliambatana na roho ya Daudi, na anampenda sana Daudi. Kwa hiyo uwe na hakika mtoto wa rais anaishi ikulu. Tunaona pamoja? Uwe na hakika story wanazopiga sebuleni, rais na marafiki zake, mtoto wa rais hazuiliwi. Tunaenda pamoja? Sasa tatizo tu mimi na wewe sio watoto wa rais. Lakini mtoto wa rais wakati wako kule chakula ile cha jioni, cha asubuhi au muda gani, mtoto wa rais hazuiliwi kusikia hizo siri. Na tunafanya wakati mfalme alikuwa na marafiki zake walikuwa wanapanga mipango. Yeye si tu mtoto wa mfalme Sauli, lakini ni mtoto ambaye anapendwa na mfalme Sauli. Kwa hiyo mambo mengi alikuwa anamshirikisha. Moja kati ya mambo aliyomshirikisha Yonathani ilikuwa ni swala la njama ya kuuawa kwa Daudi. Sasa angalia, rafiki, unajua rafiki yako sio lazima awe rafiki wa Daudi. Daudi anazungumza Daudi huyu. Sawa. Rafiki yako sio lazima awe rafiki wa Kristo. Lakini anaweza akawa rafiki wa. Sasa Yonathani rafiki wa mfalme na ni rafiki pia wa nani? Daudi. Lakini Daudi amekuwa adui wa nani? Kwa nini? Kwa sababu ya Yesu. Kwa kaamua kumuua. Sasa Yonathani kwa vile ni mtu wa kuleta ujumbe au neno la wakati, akachomoka fasta kwa siri. Kabla hajakuta na kumkuta Daudi, akakimbia haraka sana. Akaenda kumwambia Daudi, rafiki yangu, baba yangu anataka kuua. Ameshaandaa watu, ameshaandaa kila kitu na mipango yote iko tayari. Kwa hiyo nakupa hisi mapema. Unaweza kufikiri kumletea mbele, lakini ndio kumletea neno la wakati ili aweze kuchukua hatua ya tahadhari. Amen. Akamwambia sasa asubuhi wewe makini. Usitembee maeneo fulani atakuelekeza. Jioni hata mchana usifike maeneo fulani. Tafadhali jifiche. Hili likawa chema sana machoni pa Daudi, lakini likawa baya machoni pa Sauli. Mtu aletaye neno na wakati kabla jambo baya halijakukuta. Ni maombi yangu katika ibada hii, ni maombi yangu hata baada ya ibada hii, Mungu akuinulie mtu akuletea ujumbe wa wakati. Mungu akuletee mtu akuletea ujumbe wa wakati. Mungu akuletee kile ambacho kiko sirini, kile ambacho unahitaji kusikia kabla hakijatokea katika maisha yako. Mambo yote ambayo yanatukuta sisi yameratibiwa rohoni. Mungu akupe mtu atakayeona kabla ya kwako, alafu awe jasiri akuambie katika ile stamina ambayo wewe utatoka salama. Watu wengi wamepotea kwa sababu hakuna wa kuambia kwamba njia hii usishike, njia hii usiende. Mtu mmoja ameenda stage anakata ticket. Sasa from nowhere tu mtana bwana, hii basi usikate ticket. Usikate ticket. Akakaidi. Lakini alimkuta aliyomkuta. Gari mtu mmoja alikuwa akisafiri kutoka hapa Dar es Salaam kwenda kanda ya Ziwa. Aliingia kwenye basi wanaenda kanda ya Ziwa. Walipofika huko maeneo ya wapi huko Shinyanga. Wanashuka, anapanda kwenye ile basi mtu ambaye ni kichaa jiani. Kwa sababu basi limesimama. Kuna watu unajua kuna kuchimba dawa. Ili mbele kuchimba dawa, basi bwana akaingia kichaa mmoja kile basi. Huko. Sasa kichaa utafanya. Kashaingia ndani, mtoto. Sasa bahati mbaya sana, mtu mmoja katika kule kuchimba dawa, mtu mmoja naye akawa ameshuka moja kwa moja. Ndio safari yake imefika mwisho. Sasa kiti kimoja kikawa wazi.
Yule kichaa wala kujisumbua, alitafuta siti ambayo iko wazi. Akaenda akakaa pale, hana ticket. Akaenda akakaa pale. Wewe umefanyaje? Na kibaya zaidi, wakati amekaa, sio ndio kichaa hatulii. Kwa sababu akili yake haiko sawa. Mbona anaongea tu, yeye anamsemesha tu ya bibi ambaye ameshatoka Dar es Salaam. Yule kwa hasira, yule ambaye ana akili sawa sawa, yule afikiria hiyo kitu kwenye siti. Alinyanyuka kwa hasira akaenda akamshambulia kondakta. Ambaye kwa nini unaniletea balaa kwenye siti? Ambaye mnaomba nibadilishe siti. Nibadilishe siti, mimi sitaki kukaa na kichaa. Ile kondakta anamwambia bwana, huyu sinaona hata naongea jaribu. Wewe vumilia tu, kaa naye hapo. Tutafika tu, weka naye tu hapo. Just tell me, imagine ndio wewe. Ndio unaenda Mwanza. Ndio kwanza umefika Shinyanga. Utamfukuza, si ndio? Anyway, sasa hakuna sisi nyingine iko wazi. Yule jamaa kwa hasira akasema sitaki kabisa hasira. Akazira akasema dereva simamisha basi. Mimi nashuka. Akashuka kituo sio chake. Hakufika mwisho ile safari. Kasusa safari. Kashuka chini. Ile ameshuka wala unafikiri sasa unajua ni kampuni wanafanya biashara ndio. Wao hawakumlilia yeye mmoja. Nasema basi haina shida kama Yona kule baharini. Washuka tu. Sio unajua makontakto sio ashachukua na uliako. Hiyo na ushalipia Mwanza. Bwana wewe shuka tu kwani shida iko wapi? Usitapanda gari nyingine. Akashuka. Sasa ile ameshuka kwenye basi na safari akairisha. Akatafuta mahali pa kulala hapo jirani. Basi sasa safari kaendelea mchana huo. Hali kadhalika wakati wa usiku kaenda mahali kwenye kibanda kwenda kucheki news wakati wa jioni. Kakuta moja kati ya habari usiku huo ni swala la ajali ya ile basi ambayo alisusa asiendelee na safari. Kwa hiyo sasa sifiwe. Kwa hiyo kichaa alileta neno la wakati kwa vurugu. Sio kama nieleweka. Sio kama ninachozungumza ni nini? Ninapomalizia ninachozungumza ni kwamba hakuna kinachotokea katika maisha yetu kwa bahati mbaya. Everything is programmed. Kwa swala tu ni kuomba Mungu nisaidie nijue hivi ninafanya. Huyu jamaa ameshuka kwa hasira. Anahisi kama amepoteza nauli. Anahisi kama ametendewa vibaya. Anahisi kama vile yani kilichomtokea ni kama vile amekatiliwa vibaya. Lakini kumbe Mungu alikokoa. Ni maombi yangu kwa moyo wangu wote. Mungu akupe mtu hata kama ingekuwa ni yule ambaye haelewi, lakini Mungu akupe neema ya kujua kwamba mtu huyu sahihi aje mbele yangu amebeba neno lako. Amebeba neno lako la wakati. Nikimsikia, nikizingatia haya anayoniambia, nitatoboa. Sio katika afya tu, sio katika maisha ya kawaida tu, sio katika maisha ya rohoni tu, hasha kote. Mungu akuinulie watu wa namna hii. Nimekwambia ili ufanikiwe katika maisha katika aspect zote, wewe unahitaji simba, unahitaji dubu, unahitaji ng'ombe, unahitaji mbuzi, unahitaji mtu. Si tunaelewana hapo? You need a person. Na watu ni wengi wamezakaa tu hapo kila mahali. Si kila mtu. Mungu akupe neema ya kujua huyu ni mtu wa kuniletea ujumbe wa wakati. Ili kila wakati anaposema na wewe, kila wakati wengine wamewaita washauri. Umewahi kusikia mtu anasema huyu bwana ni mshauri wangu. Huyu ni mshauri wangu. Ni neema ya Mungu iwe juu yako. Kwamba huyu akushaurie awe ni mtu sahihi. Awe mtu sahihi. Tofauti na hapo utapotea. Lakini ninachosema kundi hili la pili la watu katika maisha yako unaohitaji ni kundi moja la muhimu sana ili wewe ukawe salama. Unaweza kusimama.